Katika Amka na BBC asubuhi hii, watu wasiopungua 13 sasa wamethibitishwa kufariki dunia kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililotokea Jumanne kusini mwa Japan. Rais wa Marekani Donald Trump afanya mikutano tofauti na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Na tunaangazia hali ikoje nchini Afrika Kusini kufuatia kuondoka kwa idadi kubwa ya raia wa Afrika kufuatia maandamano makubwa dhidi ya wageni. Changamoto ni kubwa kwa sababu wengi wa wageni wenzetu wamekuwa wakiondoka sana tu, wanarudi manyumbani, na hawa watu bado wanafanya hizo match zao za kila Alhamisi, pia na wao wenyewe wanajisuta. Jumatano ya Julai 29. Kwanza mwenzangu huyo hapa Nasteha Mohamed anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nasteha, karibu. Shukran Skola. Jeshi la Marekani linasema limezuia makombora kadhaa yaliyorushwa na Iran katika shambulizi la kwanza la Iran kuripotiwa tangu Rais Donald Trump alipoamuru kusitishwa kwa mashambulizi ya Marekani mwishoni mwa wiki. Faidha Nganga na taarifa zaidi. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran walirusha makombora kadhaa ya masafa marefu katika shambulizi la kushtukiza dhidi ya vikosi vya Marekani vilivyoko Mashariki ya Kati, lakini yote yalizuiwa. Awali Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walijaribu kusuluhisha hadharani kutokubaliana kwao kuhusu vita dhidi ya Iran katika mazungumzo ya faragha yaliyofanyika katika ikulu ya White House na kudumu kwa zaidi ya saa moja. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa viongozi hao wawili kukutana tangu vikosi vyao vya kijeshi viliposhambulia Iran kwa pamoja mwishoni mwa Februari. Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi amesema watu wasiopungua 13 sasa wamethibitishwa kufariki dunia kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lililoikumba jana Jumanne kisiwa cha Kyushu kusini mwa nchi hiyo. Takaichi amesema watu wengi bado hawajulikani walipo au wanasubiri kuokolewa, huku timu za dharura zikiendelea na juhudi za uokoaji katika kile alichokiita mbio dhidi ya muda. Huyu ni mmoja wa walionusurika. Kwa kweli upati muda mwingi wa kujiandaa tetemeko la ardhi linapotokea. Sekunde 5 tu baadaye kila kitu kilianza kutikisika. Nilianza kusikia vioo vikirushwa jikoni na kuvunjika, huku kila kitu kilichokuwa jikoni kikianza kuanguka na kuvunjika. Mahakama ya Kikatiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha sheria muhimu ya kura ya maoni, hatua ambayo huenda ikamfungulia Rais Felix Tshisekedi njia ya kugombea muhula wa 3 madarakani. Mwenyekiti wa mahakama hiyo amesema mswada huo uliopitishwa na Seneti mwezi Juni unaendana na katiba, hivyo kuidhinisha vifungu vinavyoruhusu kufanyiwa marekebisho. Upinzani umelani sheria hiyo ukisema suala hilo linapotosha mjadala kutoka katika juhudi za kutatua mzozo wa muda mrefu unaoendelea mashariki mwa Kongo. Maelfu ya watu wameandamana katika miji ya mashariki ya Goma na Bukavu kupinga hatua hiyo. Rais Tshisekedi amebakiza miaka 2 katika muhula wake wa pili na wa mwisho wa uongozi. Na maandamano ya upinzani yanafanyika katika maeneo mbalimbali nchini Venezuela yakitaka kufanyike kwa uchaguzi wa kidemokrasia. Maandamano hayo yanafanyika miaka 2 baada ya uchaguzi wa mwisho wa rais uliokuwa na utata, ambapo aliyekuwa rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro alijitangaza mshindi licha ushindi wa kuwepo kwa udanganyifu mkubwa. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Nasteha Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi nchini Kenya. Hii ni Amka na BBC na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa uko kule nchini Kenya, tusikiliza kupitia Count FM, Nyota FM na Pamoja FM. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Kule Uganda, Voice of Busoga, Radio Kitara na Voice of Muhabura. Nchini Tanzania unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1 kule Dar es Salaam, Radio Free Africa Mwanza, Zenji FM visiwani Zanzibar, Bud FM kule Morogoro na Radio Kwizera Nkara. Internet ni katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo ya pia ukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube. Namba za tuandika BBC Swahili na kukaribisha tena. Mimi ni Skola Kisanga.
Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi amesema kwamba watu wasiopungua 13 sasa wamethibitishwa kufariki kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililotokea Jumanne katika kisiwa cha Kyushu kusini mwa Japan. Bi Takaichi anasema watu wengi bado wanahesabika kuwa hawajulikani walipo au wakisubiri kuokolewa, huku akieleza kwamba vikosi vya uokoaji vinapambana ili kuokoa manusura. Na Steha Mohamed huyu hapa tena na maelezo zaidi. Operesheni za uokoaji zinaendelea katika duka moja kubwa nchini Japan ya Aeon Mall ambako watu 3 wamethibitishwa kufariki dunia, idadi hiyo sasa ikisemekana kuongezeka na kufikia watu 13. Awali idara ya zimamoto ya eneo hilo ilisema watu kadhaa walikuwa wamenaswa ndani ya duka hilo, huku pia kukiwa na taarifa za matetemeko madogo. Afisa wa kitengo cha usimamizi wa majanga cha mkoa huo ambao umeathirika na tetemeko hilo la ardhi amesema sasa mtu wa 3 amethibitishwa kufariki dunia. Mtu huyo anasemekana kufariki dunia kutokana na mshtuko wa moyo. Eneo la Kumamoto ambako duka Aeon Mall iliko ni mji ulioko katika kisiwa cha Kyushu, kimoja kati ya visiwa 4 vikuu nchini Japan. Kisiwa hicho cha kusini ni cha 3 kwa ukubwa na cha pili kwa idadi ya watu nchini Japan. Afisa wa mawasiliano ya umma wa mkoa huo Akino Sonoda amesema watu 8 wameokolewa katika duka hilo cha Aeon Mall. Anaongeza kuwa watu 4 wamejeruhiwa huku mmoja kiasi, mwingine akipata mshtuko wa moyo. Anaongeza kuwa hapo awali watu 4 walikuwa wameokolewa na wengine 10 hawakuwa wamepatikana. Maafisa sasa wanaendelea kudhibitisha idadi ya watu ambao hawajulikani walipo pamoja na taarifa kuhusu watu walionaswa ndani ya jengo hilo. Operesheni za uokoaji zimeendelea usiku kucha zikifanywa na idara ya zimamoto, polisi pamoja na kikosi cha kujilinda cha Japan. Operesheni hiyo ya uokoaji inaendelea katika duka hilo kubwa cha Aeon Mall ambako mashuhuda waliripoti kuona mlipuko na kuporomoka kwa ghorofa ya pili. Wataalamu wa jiolojia wa Marekani wanasema tetemeko hilo lilikuwa la ukubwa wa 6.8 katika kipimo cha Richter. Mji huo unatajwa kuwa na wakazi 1700. Huduma mbalimbali za usafiri zimesitishwa ikiwemo usafiri wa reli na ndege. Shirika la habari la Kyodo limeripoti kwamba hospitali ya karibu iliyoko mji wa Yoshiro imepokea majeruhi 40 wa tetemeko hilo la ardhi, na treni moja iliacha njia na kuanguka upande mmoja katika kituo cha treni cha Yoshiro. Na taarifa yake na Steha Mohamed. Rais Donald Trump amefanya mikutano tofauti, wa kwanza na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na pia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, mikutano ambayo ikulu ya Marekani yani White House imeeleza kuwa yenye kujenga na inatija. Florence Kaijage na maelezo zaidi. Viongozi hao wawili walikuwa Washington kuhudhuria maziko ya Senator Lindsey Graham ambaye alikuwa mfuasi mkubwa wa Israel na mtetezi wa misaada ya Marekani kwa Ukraine na aliyefariki dunia mapema mwezi huu. Zelensky na Trump walijadili matumaini ya Kyiv kwa Marekani ingeisaidia kuimarisha mifumo yake ya ulinzi wa anga, ingawa hakuna ahadi rasmi iliyotolewa hadi hivi sasa. Kwa upande wake, Netanyahu aliwasili wakati ambapo uhusiano kati ya Marekani na Israel ulikuwa umetetereka kutokana na mitazamo tofauti kuhusu Iran. Kabla ya ziara hiyo, ilitarajiwa kuwa Zelensky angemshinikiza Trump kutimiza ahadi aliyoitoa katika mkutano wa kilele wa NATO mwezi huu ya kuipa Ukraine kibali cha kutengeneza makombora ya Patriot ya kuzuia mashambulizi ya anga. Kwa muda mrefu, Ukraine imekuwa ikitaka makombora ya Patriot ya Marekani. Kyiv inasema makombora hayo yanaweza kutumika kuilinda miji ya Ukraine dhidi ya mashambulizi yanayoongezeka ya ndege zisizo na rubani na makombora ya masafa marefu kutoka Urusi kote nchini humo. Hata hivyo, mkutano huo uliofanyika kwa faragha ulimalizika bila tangazo lolote thabiti kuhusu msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine. Trump aliandika kwenye mtandao wa Truth Social kwamba mkutano huo ulienda vizuri sana. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, Zelensky alimshukuru rais wa Marekani kwa kila tunachofanya kwa pamoja kulinda maisha ya raia wa Ukraine. Aliongeza kuwa wawili hao walijadili kuhusu vibali vya Patriot na mawazo kadhaa ambayo yanaweza kusaidia. Tulizungumza pia masuala ya kidiplomasia, aliandika. Ni muhimu mchakato wa kidiplomasia ufufue nguvu mpya. Katika ujumbe mwingine tofauti, Zelensky amesema alikutana na wawakilishi wa kampuni ya Marekani inayotengeneza zana za kijeshi ya Lockheed Martin ili kujadili kuendeleza zaidi ushirikiano wao. Ni taarifa yake Florian Kaijage.
Msikilizaji, ungethubutu kuchukua mkopo wa shilingi milioni 100 za Kenya. Hii ni sawa na dola zaidi ya 770,000 ambayo sio kwa ajili ya biashara ya faida kubwa, bali kwa maisha ya watu. Unaweza. Sasa hiyo ndio safari ya Daktari Catherine Nyongesa, mwanamke wa kwanza nchini Kenya kwa daktari bingwa wa saratani. Ametumia msukumo wa dada yake aliyeteseka kwa kukosa matibabu kujenga kituo kinachotoa tumaini kwa maelfu ya wagonjwa. Amezungumza na Isabella Mwagodi katika waridi wa BBC. Nilikuwa na dadangu alikuwa na saratani na nilikuwa naumia sana kutafuta hospitali, kutafuta daktari na madawa. Sasa hiyo yote ilinipea motisha ya kwamba hata ni vizuri hata mimi nijenge hospitali ya saratani. Kamare ya shilingi milioni 100 mkopo, ulikuwa unafikiria nini? Na ulipoambia watu nataka mkopo huu, walisema nini? Ukaribia benki kuwauliza mkopo, niliwaeleza ya kwamba hata kama mnanipea mkopo, lakini kitu kikubwa ni kwamba mjue hii ni kama mnapeana community service. Sababu ile matokeo kwa hii loni kujenga hospitali ya saratani itasaidia wagonjwa wengi, na itakuwa hata kama ni hasara, lakini tutakuwa tumeokolea maisha ya wagonjwa, maisha ya binadamu. Na kwa hiyo ndio sababu ilinifanya nichukue hiyo mkopo. Kuuguza ugonjwa wa kansa, bila shaka kote duniani inasemekana gharama ni kubwa. Unafanya vipi kuweka kwenye mizani kuweza kupatia watu huduma hii, tena wengine hawajiwezi, na pia we upate cha mfukoni na pia kwa wafanyikazi wako? Kuna hiyo Social Health Authority na imesaidia pakubwa kwa kupunguza gharama ya matibabu, na wale labda tuseme dawa yao ni expensive sana, huwa tunajaribu kupunguza ile gharama. Like kuna profit margin ikuwa tu kidogo, ile ya kuweza tu labda nilipe mshahara wa wafanyikazi, nilipe stima, basi na nilipe loan, na ingine basi isaidie wagonjwa. Kipaumbele ni mgonjwa wangu apewe tiba na apone. Na vile wagonjwa wengi wanazidi kupona, hata mimi hiyo ndio inanifanya ni kila siku nikilala nikiamka nasema narudi hospitali. Umejifunza nini katika kusimamia ama kuendesha hospitali hii yako ya Texas Cancer Center? Na ni changamoto gani ambao imekufanya ukasema Ukiangalia hizi mashini za kutibu saratani, hata dawa ni bei ghali mno. Changamoto ingine sasa inatokea kwa wagonjwa. Kuna saratani zingine hata mgonjwa akikuja yani ni huzuni tu, sababu nafikiria sasa nitasaidia aje hapa. Hiyo saratani iko aggressive. Pia tukiangalia wagonjwa pia wako na changamoto kubwa, sababu kuna ile geographical barrier. Wanatoka mbali ile wakuja Nairobi, anafika hana kitu, labda hana bima, na kama hospitali hatuna wale wasaidizi, mtu anakuja na donate, hatujafika pale. Asante Daktari Catherine Nyongesa amezungumza hapo na Isabella Mwagodi katika waridi wa BBC. Unaweza ukatazama mazungumzo hayo kupitia ukurasa wetu wa Instagram, tayari imewekwa hapo ni BBC Swahili, na ukasoma pia kwa kina katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Moja kwa moja viwanjani na Florian Kaijage. Asante sana Skola Kisanga. Fainali za mataifa Afrika kwa wanawake huko Morocco zimezidi kuchangamka. Mabingwa watetezi Nigeria maarufu Super Falcons wameangukia pua baada ya kukubali kichapo cha 3-2 mbele ya Malawi bila kutarajiwa na wengi. Mabingwa hao mara 10 wa Afrika walijikuta wapo nyuma kwa magoli 2-0 yaliyopishana kwa dakika 6 tu, mpira ukielekea ukingoni. Dakika za mwisho zilishuhudia tena magoli 3 na kuibua shangwe kwa Malawi ambayo magoli yake 3 yalitiwa kimiani na Temwa Chawinga, huku ya Nigeria ikifungwa na Uche na Kanu na Rashidat Ajibade. Katika mchezo mapema Zambia waliwafundisha kandanda Misri kwa kuwachapa magoli 6-0, huku Babra Banda akitia nyavuni magoli 3. Hii leo kuna michezo miwili ya kundi D. Ghana itakabiliana na Cape Verde kabla ya Kameruni kupambana na Mali. Mashindano ya Jumuiya ya Madola yanazidi kupamba moto na hii leo yanaingia siku yake ya 6. Australia ni vinara wakiwa na jumla ya medali 78 wakifuatiwa na Canada na England. Kwa nchi za Afrika, Nigeria inaongoza baada ya kukusanya medali 11 mbele ya Afrika Kusini yenye medali 16, lakini nyingi za Afrika Kusini zina thamani ndogo, ikifuatiwa na Kenya iliyojipatia medali 5 hadi hivi sasa. Kombe la Kagame nalo huko Kigali, Rwanda limeendelea kutoa matokeo yasiyotarajiwa na wengi baada ya mabingwa wa kihistoria Simba ya Tanzania kubanwa mbavu tena na Jamus ya Sudani Kusini na kutoka sare ya bila magoli katika mchezo wa awali. Mabingwa watetezi Singida Big Stars ya Tanzania waliamka usingizini na kuwachapa Mogadishu City 4-1. Hii leo KVZ ya Zanzibar itakipiga na Ali Omdurman ya Sudan na Tusker ya Kenya ionyeshane kazi na wenyeji Rayo Sport. Na mshambuliaji wa Paris Saint-Germain ya Ufaransa
Bradley Barcola mwenye umri wa miaka 23 amekubali kwa mdomo kujiunga na Liverpool, lakini hakuna uhakika wa uhamisho huo kutokana na tofauti kubwa ya kitita cha kumnunua kati ya klabu hizo mbili. Tumalizie hapo dondoo za michezo asubuhi ya leo kwako Skola Kisanga. Naam, shukran Florian. Matangazo ya asubuhi yanaamka na BBC. Habari kuu ni pamoja na watu wasiopungua 13 sasa wamethibitishwa kufariki dunia kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililotokea Jumanne kusini mwa Japan. Rais wa Marekani Donald Trump afanya mikutano tofauti na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Na tunaangalia hali ikoje huko Afrika Kusini kufuatia kuondoka kwa idadi kubwa ya raia wa Afrika ambapo walikumbwa na maandamano makubwa dhidi ya wageni. Hii ni BBC. Afrika Mashariki imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi. Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu ni saa 11 na dakika 16 asubuhi. Amka na BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Sasa wakati wahamiaji wa Kiafrika wanaporejea katika nchi zao kutoka Afrika Kusini kufuatia wimbi la maandamano dhidi ya wahamiaji na hofu inayoongezeka kuhusu usalama wao, BBC imekutana na baadhi ya wale waliolazimika kuanza maisha upya nchini Ghana na Nigeria. Mvutano wa kidiplomasia kati ya Afrika Kusini na baadhi ya nchi za Afrika umeongezeka, huku waliorejea wanaelezea jinsi wanavyolazimika kuacha nyumba zao, ajira na njia zao za kujipatia riziki. Sasa wakiwa wamerejea nyumbani, wanakabiliwa na uhalisia mgumu wa kujenga upya maisha yao, kutafuta ajira, kuhudumia familia zao na kujaribu kupata matumaini mapya. Wameieleza BBC kuhusu ndoto na matarajio yaliwapeleka Afrika Kusini, uzoefu ule wafanya waondoke, pamoja na changamoto walizokumbana nazo na wanazokumbana nazo sasa wanapoanza upya maisha katika mataifa yao. Serafina Robi huyu hapa anaeleza taarifa hii. Huu ndio ulikuwa wakati ambapo ndege ya kwanza iliyobeba raia wa Nigeria walikuwa wakirejea nyumbani kutoka Afrika Kusini kutua jijini Lagos chini ya mpango wa hiari wa kurejeshwa nyumbani. Kwa miaka mingi wengi walikuwa wamejenga maisha yao nchini Afrika Kusini, lakini maandamano dhidi ya wahamiaji yaliposhika kasi, baadhi yao waliona hawana budi ila kuondoka. Kwa miaka 15 Richard alijenga maisha yake nchini Afrika Kusini. Alikuwa akiendesha biashara ya ukarabati wa magari, alinunua nyumba, akaoa na kubahatika kupata watoto wa kike pacha. Alijua amepata maisha dhabiti. Waandamanaji walitaka wahamiaji wasio na stakabadhi rasmi waondoke Afrika Kusini, lakini Richard aliyekuwa na kibali halali cha ukaazi anasema yeye pia alikumbana na usumbufu. Ilikuwa ni uchungu sana kwangu kumwacha mtu mmoja ambaye ni rafiki yangu wa dhati. Nikitoka kazini na yeye akirudi, tunakuwa tuko pamoja, tunashirikiana mambo yetu. Ili niumize sana kwamba hali ambayo sikuipanga mimi sasa nifanye nipoteze maisha yangu ya miaka 15. Life of 15 years. We are tired of seeing African migrants moving all over the world. Mwezi wa 4, Emmanuel Asamoah Msusi kutoka Ghana alikabiliwa na kundi la raia wa Afrika Kusini katika video iliyosambaa sana mtandaoni. I was scared. Niliogopa sana. Nilikuwa nikiomba tu wanisamee maisha yangu. Nilikuwa tu na hofu kubwa. I was very scared. Video hiyo iliibua hisia za hasira mtandaoni na kuilazimu serikali ya Ghana kuanza kuwahamisha raia wake mara moja. Kaka na dada zangu walioko Afrika Kusini, hapa nilipo ni Ghana. Hivi sasa najenga nchi yangu. Kama alivyo Emmanuel, mchezaji mpira wa Ghana Aidan Harris pia alijiunga na mpango wa Ghana wa kurejesha raia wake, akidai kuwa mamlaka nchini Afrika Kusini zimeshindwa kuzuia mashambulio ya vikundi vya kujichukulia sheria mkononi dhidi ya wahamiaji. Kama niko katika nchi na nafukuzwa kama mnyama asiye na thamani, basi linakuwa jambo la kutia wasiwasi sana. That is ridiculous. Mamlaka nchini Afrika Kusini zimekana madai hayo. Richard nchini Nigeria na Adan nchini Ghana wanapangia kuanza maisha mapya. I'm lodging in a friend's house. Kwa sasa nakaa kwa rafiki yangu. Inaweza kuchukua muda kabla sijawa sawa kiuchumi.
Nigeria inasema itatafuta fidia kwa biashara na mali zilizotelekezwa, lakini Afrika Kusini imepinga mpango wowote wa kutoa malipo hayo. Ghana imewasilisha ombi rasmi katika Umoja wa Mataifa AU kuhusu mashambulizi dhidi ya wahamiaji, huku Afrika Kusini ikitupilia mbali ombi lilowasilishwa katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC na raia wa Ghana wawili, ikilitaja kama ushawishi wa fursa za kisiasa tu. Nam, asante Sarafina Robi kwa taarifa hiyo. Lakini Charles Buluja anasema kutokea kule Kitigiri Butundwe, anasema poleni sana raia wa Nigeria waliorudishwa kutoka huko Afrika Kusini. Kitendo alichofanyiwa kinapaswa kulaaniwa na dunia. Maoni yake yameandika hivyo. Lakini Henry Regoshora, hongera timu ya taifa ya Tanzania wanawake kwa ushindi kwenye WAFCON. Lakini Zuberi Magwe anasema anatupata vizuri. Asante pia Aus Magige kutoka Geita, Tanzania. Zuberi Magwe, pia nimeona ujumbe wako. Zablon Mlimbila kutokea Njombe, Tanzania, anasema tunatoa pole kwa Watanzania kwa hilo, tunatoa pole kwa Japan kwa tetemeko la ardhi. Lakini Jafari Kopo kutoka Moshi, Tanzania, anatupata vizuri kabisa kutoka kule Moshi mjini. Asante kwa maoni yako msikilizaji ambao umetuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC Swahili. Sasa tunaangazia zaidi kuhusu maandamano dhidi ya raia wa kigeni nchini Afrika Kusini na chuki ambayo inajulikana kama xenofobia na kuondoka kwa idadi kubwa ya raia wa mataifa mengine Afrika. Muda mfupi uliopita nimezungumza na George Mushe, huyu ni wakili na mshauri wa masuala ya uhamiaji, pamoja na Emson Mchao, huyu ni raia wa Tanzania ambaye bado yupo kule Afrika Kusini, na hapa anaanza kunielezea hali ilivyo sasa. Kwanza, kutokana na hali halisi, labda nikizungumzia tu kinachoendelea sasa hivi hapa Afrika Kusini, changamoto ni kubwa kwa sababu wengi wa wageni wenzetu wamekuwa wakiondoka sana tu, wanarudi manyumbani, mandege na mandege, mabasi na mabasi, na hawa watu bado wanafanya hizo match zao za kila Alhamisi. Lakini kikubwa ni kwamba kutokana na hii situation ambayo inaendelea, pia na wao wenyewe wanajisuta, na wale viongozi ambao walioanzisha hiyo match kidogo sasa hivi speed yao imepungua, sio kama mwanzo. Umeona, ndio kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa. George Mushe, kuna ndoto ya miaka mingi ya Umoja wa Afrika yani EU ya kuwa na Afrika isiyo na mipaka, yani free movement protocol. Ndoto hizi zitatimia kweli wakati tunaona haya ambayo yanaendelea? Mwafrika akienda katika taifa jingine kama mgeni anakumbana na chuki kama hizi ambazo tunaziona hapa Afrika Kusini, inajulikana kama xenofobia. Huenda ikawezekana, lakini sioni ni hivi karibuni kwa sababu ya historia ya Afrika. Historia ambayo ni ya ukoloni, ile ambayo ukiangalia ile ilikuwa inaitwa Berlin Conference, ambayo ilifanya ile ilikuwa inaitwa Scramble and Partition for Africa, ambapo waligawa nchi za Kiafrika kulingana na falme zile, kama ni British, kama ni Germany, hivyo. Kwa hiyo nadharia ya kwamba unamchukia ndugu yako, ile inaitwa divide and rule. Sababu wewe unatokea Kenya, unamchukia anayetokea Tanzania ama anayetokea Somalia vile vile. Kwa hiyo na poleni sana Bwana Emson. Nchi ya Afrika Kusini ni nchi ambayo imepata faida kabisa ya Afrika, sababu wakati ule wakipambana na ubaguzi wa rangi, nchi zote za Kiafrika zilisema hapana, haiwezekani. Ndugu zetu rangi nyeusi wakaonekana kama ambao ni wanyama na wafai. Sasa unaona miaka mingi baadaye, sasa wao ndio wamegeuka sasa. Emson, nitakuuliza maisha yenu nyinyi ambao mmesalia hapo yako vipi hasa wakati huu tukijua asilimia kubwa sana raia wa mataifa ya Afrika waliokuwepo hapo Afrika Kusini wengi wamesharejeshwa nyumbani? Kwanza ni mshukuru kaka kwa pole yake, nashukuru sana, nimeisikia, lakini nimeogopa kukatisha kwenye maongezi. Na nikirudi kwenye swala la sisi kwa nini tumesalia hapa, uwezi amini, hata mimi sasa hivi natamani anytime niweze kurudi nyumbani, lakini tu ni kwa sababu niko na familia na watoto bado wako shule. Na ukizungumzia usalama uko mdogo sana, kwa sababu tunaishi maeneo yale ambayo mizunguko yetu ni ile ya pale tu. Hatutaki kujiassociate sana na mazingira mengine ambayo yanaweza tukakutana na hao watu ambao wameanzisha machafuko. Kwa hiyo mara nyingi tunajitahidi tu kuwa na mzunguko mdogo wa kuzunguka hapa na pale na kurudi tu nyumbani. George, tukiangalia sasa kwa ujumla wake nchi zetu za Afrika zinavyofanya kazi, mikakati imekuwa ni mingi, lakini tunaona kuna vikwazo, kuna masuala ya vibali vya utaifa. Sasa hizi changamoto ndani ya nchi zetu sisi kwa sisi katika bara moja la Afrika zinaturudisha nyuma kiasi gani na zitaisha lini? Katika bara letu shida ni nyingi. La kwanza ni uchumi hafifu.
na uongozi ambao haufai, ambao haufuatilii demokrasia, kifisadi, kutofuatilia misingi ya kidemokrasia na utawala bora wa kisheria. Manake ni kwamba sasa utapata nchi zinaendelea kuwa na umaskini mwingi. Hicho kinasukuma raia wake kuhamia nchi zingine. Alafu sasa ndio unaona chumi ambazo zenye nguvu kama za Afrika ya Kusini, wale wako kule pia wana shida zao. Wanaona kwamba hao wageni waliokuja kwetu ndio wanasababisha jambo hili. Inamaanisha kwamba inabidi Afrika, nchi zote tuzingatie mambo ya kujenga chumi zetu zikuwe ziko na nguvu. Emson, labda unadhani kuna nini cha kujifunza katika hali hii ya xenofobia ambayo imekuwepo na tunajua kwa muda mrefu hapo Afrika Kusini, na kuna mtu atajiuliza, Afrika Kusini ni salama, ninaweza kusafiri nikaja Afrika Kusini nikafanya pengine utalii ama shughuli nyingine na kurejea katika nchi yangu salama kwa sasa hivi? Kwa sasa hivi sio kwamba labda hapaingiliki, lakini sasa hivi kuingia unaweza ukaingia, lakini inabidi uende kwenye sehemu ambayo unastahili kwenda straight, na sehemu yenyewe uhakikishe kwamba ni sehemu ambayo iko safe. Wao wako zaidi kwenye traditional ways. Sasa hiyo pia inapelekea kuleta shida kwa wao kutokufanya maamuzi yale yalikuwa sahihi ya kibinadamu, yani ile humanity within them haiko. Hiyo ndo pia ni moja kati ya source ambazo zinawafanya wao sasa wanakuwa wanafanya maamuzi kama ya kiroho mbaya. Wanachokizungumza, wanazungumzia ubuntu, lakini end of the day practice ile ubuntu, kwa sababu hapo tayari imeingia masuala ya politics. Dini pia hawako nayo, wanachukia labda kama Wakongomani ndio watu ambao labda wenye makanisa mengi wa Nigeria, wanakuwa sasa wanaingia kwenye jealousy, chuki inaingia hapo. Mwisho wa siku inakuja inaleta shida sasa, kiasi kwamba wanakuja wanaona kwamba sisi tunajishughulisha sana, wao hawataki kufanya kazi, na system yao pia labda ingebadilika, na viongozi pia waweze kuwa strict kwenye maamuzi yao wanayozungumza. Naam, shukrani sana Emson kutoka hapa Afrika Kusini. Lakini wacha nije kwako George Mushe, tukimalizia, unadhani nini mwarobaini wa haya yote ili nchi za Afrika zionekane ziko ndani ya bara moja na zina lengo moja? Maana nyingi hata katika hizo jumuiya ziko, unakuta Afrika Mashariki, SADC, COMESA, zote ni nchi zetu moja hizi. Tukimalizia, ukiangalia maono ya muungano wa Afrika ile wanaita Agenda 2063, wanasema Afrika tuipendayo iko na misingi fulani ambayo inahimiza upendo na uwiano katika bara lote, sio kujiunga kwa makundi madogo. Hata ingawa kwa mfano Afrika ya Mashariki tuko jumuiya, haimaanishi kwamba wale wa COMESA ama wale wa huko juu West Africa tuwaone sio wa Afrika. Ukiangalia African socialism inamaanisha kwamba sisi ni watu wamoja, tupendane kama vile alivyosema ndugu pale, tupendane na tuhakikishe kwamba aliye chini tunamuinua, kama vile hao ndugu zetu wa Afrika ya Kusini walipokuwa chini zaidi ya kila mtu Afrika yote ilisema hapana, haiwezekani ndugu zetu wa Afrika weusi kama sisi wakaonekana kama vile hawafai, kama hayawani nchini kwao. Kwa hiyo upendo huo wakina Mwalimu Nyerere, wakina Kenyatta na wengineo, wakina Kwame Nkrumah, ndio ulifanya Afrika Kusini ikapata uhuru na ikakuwa taifa lenye nguvu leo, kwamba ambao watu wengi kutoka mataifa mengi Afrika wanakimbilia kule. Kwa hivyo upendo, ile ubuntu, kweli ubuntu, na inatokea huko kwenye wanafukuza wenzao. Kwa hivyo sijui wanatuambia nini sasa. Naam, George Mushe, wakili na mshauri wa masuala ya uhamiaji kutoka nchini Kenya, lakini pia alikuwa na Emson Mchau, raia wa Tanzania ambaye yupo kule Afrika Kusini na